Karibuni kwenye session. Nimesema Akila hana haja ya kuja hapa, na nafikiri wengi mnamuona, si ndio? Nataka tuanze kumwongelea yeye kwanza, kwamba kwa nini nimesema hana haja ya kuwa hapa. Nadhani kwa nini? Kila mtu aongee, au wewe tutakuonea. Wewe Tausi, chukua hii mic. Mpe Tausi kule. Unadhani kwa nini nimesema Akila hana haja ya kuwa hapa? Umesema kwa nini Akila hana haja ya kuwa hapa? Kwa sababu Akila yani anajua vitu vingi ambavyo wewe pia unavijua na anaweza ka manage wewe pia ukiwa haupo. Yeah, na anakuwa anajua process kila kitu ambacho kinaendelea hapo. Yes. Jibu ndio hilo, tusipoteze muda. Hilo ndio jibu sahihi. Sasa kama mtu anajua wajibu wake, anatoa thamani inayotakiwa, si ndio? Hapa anahitajika wa nini? Session hii ni kwa ajili ya kuwasaidia muelewe kwa nini, yani wale ambao mko hapa, na kuna wengine wanatarajia kutoka hapa waende kazini. Kuna wengine wako hapa kama kazini, na kuna wengine wanatarajia kwenda kwenye vituo vingine vya kazi, kwa maana wadada, si ndio? Lakini watu wa ofisini mko hapa, wengine ni majaribio, mnataka kufanya kazi na sisi. Kwa hiyo nimependa sana huo mfano wa Akila kwamba yes, kumuhitaji hapa, na Tausi ametupa jibu sahihi kwamba Akila anajua kila kitu cha ofisi hii, anaweza kumanage, anaweza kutoa value, yani tukiondoka yani hatuna mashaka kama Akila yuko ofisini, ila kama hayupo yani ni shida, changamoto. Kwa hiyo somo langu kubwa ambalo nataka niendelee kulisisitiza ni namna ambavyo wewe utajitambua kwamba unatakiwa kutoa thamani gani. Hilo somo ni gumu sana 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 Tanzania yetu. Ni somo gumu. Watu wanachotaka ni hela. Mtu akiingia sehemu ya kazi anaanza kuleta matatizo yake badala ya kutatua matatizo ya mwajiri wake. Hiyo ni shida, yani ni kansa. Sijui mnaelewa? Yani hiyo ni sumu, huo ni umaskini. Unapofika eneo la mwajiri wako, eneo la kazi, wewe ukaanza kujifikiria namna ya kutatua matatizo yako, yani tayari uko kwenye umaskini. Tayari ile kazi unaikimbiza. Hata kama bosi wako alikuwa ameona kuna potential, alikuwa anaona labda unaweza kumsaidia, lakini unapoanza kuingia pale na kuanza kujitanguliza, si ndio? Lini ofisini tulikuwa na dada akaenda Moshi, kafika tu, sisi mikataba yetu tumetengeneza mfumo. Ukifika kazini ni kutatua matatizo ya mwajiri wako, sio matatizo yako. Yeye amefika pale akaanza kueleza shida zake. Mwanangu anaumwa, naomba mnikopeshe 100,000. Ana sijui siku moja kazini. Tayari wale mabosi wametupigia simu. Hii ni chaos. Hii ni nini? Yaani mmetuletea fujo, hamjatuletea mfanyakazi. Kwa nini? Kwa sababu ya hizo tamaa za kutaka kutanguliza matatizo yetu. Si ndio? Ya kutaka kutanguliza nini? Shida zetu. Sasa sisi hapa tunachowafundisha jamani, yani sijui mtaelewa, sijui tutafanyaje muelewe, kwa sababu vita kubwa, yani fikra za watu tayari zilisha kaa namna fulani. Kwa hiyo kuzibadilisha kidogo inakuwa ni changamoto. Lakini lazima ujue unataka kulipwa, lazima uongeze thamani, lazima utoe value. Tunaelewana? Mtaitika ndio. Haya, tunaenda kwa mifano. Leo tuna dada Ana, leo karudishwa. Kazi umekaa siku ngapi? Wiki moja. Umekaa? Wiki moja. Umekaa wiki moja. Haya, tupe mrejesho. Imekuwaje umerudishwa? Wiki moja tu. Bosi alisema siwezi kujiongoza. Mimi nilikwambiaje? Unakumbuka ulipotoka kwenye mkataba wako? Nilikwambiaje? Uliniambia natakiwa nijue thamani yangu. Ujue thamani yako. Nikakwambia nini kinaweza kukusaidia kujua? Mwongozo. Mwongozo. Huu hapa, si ndio? Wewe ukaonaje? Uliuchukua? Ila ukang'ang'ania unataka 300,000. Si ndio? Tumekupeleka kwenye 300,000, nini kimetokea? Hamna kitu. Hamna kitu Somo langu ni kwamba huwezi, dada Ana ni mfanyakazi mzuri wa level ya traditional. Sawa. Sasa yeye anatamani kwenda viwango vya juu. Mimi nimempa majibu, viwango vya juu huendi tu kwa sababu umekaa kwenye traditional. Traditional yetu kafanya karibia miaka mingapi? 2. Yuko kwenye traditional mwaka wa pili, lakini bado ni level ya traditional.
kwa sababu bado anafanya kwenye, huwezi kwenda zaidi ya pale unachokijua. Ukitaka kwenda zaidi lazima uongeze awareness, upate maarifa zaidi. Kwa hiyo akiwa hapa akawa anajiona yeye ni smart, namwambia wewe bado, chukua huu mwongozo sasa hivi ukienda traditional uwe unafuata huu taratibu, unasoma, kwa sababu mwanadamu amepewa uwezo mkubwa sana wa kiakili wa kubadilika. Ndio maana tulizaliwa hatujui chochote, lakini sasa hivi kuna vitu tunavijua. Kwa nini? Tumejifunza. Lakini kama unataka kupata hela, jifunze soko la pesa likoje, lina mahitaji gani. Mahitaji ya waajiri wengi sasa hivi ni wadada smart professional. Kwa hiyo nikamwambia chukua huu mwongozo, nenda nao mwaka mmoja tu, ukirudi hapa kama unaufanyia kazi utakuwa umekuwa smart dada. Yeye hakutaka kunisikiliza, akaona nambania. Basi kaenda kakaa wiki, bosi anasema hapana, hii ngoma ni traditional. Kwa hiyo ndio maana namuuliza yeye mwenyewe, maana aliona kama sisi tunambania. Kwa hiyo kuwa smart dada, kuwa mtu ambaye yani kupanda daraja hakuendani tu na miaka. Ndio maana waajiri wetu wanapendaga kuomba wadada, naomba mwenye umri sijui mtu mzima yupo, au ukiwa mtu mzima haimaanishi unakuwa smart unless ulikuwa unajisomesha, unajiendeleza, unapata awareness. Lakini unaweza ukawa mtu mzima bogus kabisa, na hao ni wengi. Watu wazima wanaenda kwenye ndoa huko, anachokijua tu ni kuchanua na kuzaa, mtoto mwenyewe kumlea hawezi. Anapokuja huku maisha yamemshinda, ndoa imekwisha, hakuna lolote, anakuja hapa mzigo, hawezi chochote. Huo ndio ukweli ambao inabidi muusikie, hata kama ni mchungu. Huwezi kupata maarifa mapya ukawa na thamani kwa sababu ya umri wako unaenda. Hapana. Mwingine anakuambia mimi naweza hiyo kazi kwa sababu na mimi ni mama nimelea. Hakuna. Wamama wengi wanalea watoto bila kuwa na maarifa. Ndio maana tuna jamii mbovu. Kwani unafikiri watoto wengi wabovu wametoka wapi? Si wamelelewa na hao wamama ambao wanasema mimi ni mama nimelea. Kwa nini tuna watoto ambao hawana maadili? Kwa sababu hawajui malezi. Yeye anajua kuwa mama tu ni kutoa, ni kunya mtoto basi. Mambo ya kumlea, awe na nidhamu gani, awe na mipaka gani, hakuna. Kwa hiyo watoto wanakuja hapa, unapishana tu na watoto, hata kusalimia wasalimii. Na wewe mtoto ana mama, amezaliwa na mama, unashindwa kumfundisha mtoto kuheshimu wakubwa, kusalimia. Watoto wengi siku hizi, sijui labda upite watoto wa vijijini, lakini watoto wa mjini, yaani unaweza kutembea hivi ukapishana na watoto 20, atakaye kusalimia ni huyu mmoja. Hiyo ni adabu gani? Inaonyesha tuna kizazi gani, tunaandaa kizazi gani? Kwa hiyo jamani, nachotaka kusema, unataka kupiga hatua, hakuna muujiza. Mimi naongea kwa mfano halisi wa maisha yangu. Nimeisha darasa la 7, nimeanza kazi za ndani. Kilichonifikisha nilipofika na huku hii ndio nimeandika huko. Yaani nimeandika kwa nia ya kuwasaidia vijana. Huwezi kufika hatua ya mbele kama utakuwa sio mtu wa maarifa. Kama ukiwa ni mtu tu unataka kwenda tu umri wako unabadilika, hufiki popote. Lazima uwe ni mtu ambaye unaenda na mikakati ya kujiongezea thamani. Kuongeza thamani ni awareness, maarifa. Unataka kufanya nini? Sasa hivi fursa ni ya kazi za ndani. Ni fursa kubwa sana. Hivi kama mtu analipwa milioni 1, kuna kazi gani ambayo, kuna mtu gani ambaye anaweza kusema hiyo kazi siitaki ya milioni 1? Maana huko nyuma tulikotoka kazi za ndani sijui 30,000 watu walizidharau kwa sababu ya mishahara midogo. Lakini sasa hivi mtu ataidharau kazi ambayo mshahara ni milioni 1? Hapana, kila mtu anatamani, na nimeona watu wengi wanaitolea macho, wanatamani. Lakini sasa wamejenga uwezo, wamejenga thamani. Kwa hiyo kama unatamani hii fursa ambayo sasa hivi ndio inatanuka inakuwa, sio mishahara 500,000, milioni, nenda kawekeze kwenye ujuzi. Wekeza kwenye ujuzi wako. Alikuja dada analipwa 100,000 yule pale. Sasa hivi yuko kwenye kinyang'anyiro cha kazi ya milioni 1. Lakini alikuwa ni traditional dada wetu hapa. Analipwa 100,000. Huyo hapo. Why? Sasa hivi kwenye hapa alipo ni 500,000 analipa. Katoka 100,000. Sio, tunaelewana? Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinawezekana. Sifa yake ni mtu ambaye anapenda kujifunza. Anapenda kutafuta vikozi, anasoma kulingana na kile anachokifanya. Sasa wewe hicho unachokifanya unakiongezea thamani gani? Sasa mimi nikiwaangaliaga hapa, naona tu mnataka hela. Wadada wakija wanataka wapangwe smart. Yaani anachoangalia ni hela. Na ndio maana nimemtolea mfano huyu. Kang'ang'ana, tunamwambia wewe ni traditional, kang'ang'ana kweli kweli. Lakini kwa sababu nilijua, kwa sababu sisi tuna mikataba na makubaliano na wateja wetu, wale ambao wanajifanyaga huwa tunawapeleka kama majaribio. Lakini nilijua kabisa huyu hawezi kutoboa. Sasa mpaka mabosi kule wamemkataa, ndio yeye anajiona sasa kumbe ni tradition. Lakini angekuwa amesikiliza na hao angekuwa wanasikiliza kwamba kumbe
mbinu ya mimi kuongeza kipato ni kujiongezea kwanza maarifa, niweze kuweza kufanya kazi zangu vizuri. Utalipwa tu. Huyo mnayemzungumzia hapa ofisini analipa tofauti na wafanyakazi wetu wote, na bado tunaweza kuendelea kumlipa zaidi. Why? Kwa sababu ya thamani anayoitoa, na nyinyi wenyewe ni mashahidi, mnaona. Hahitaji kuelekezwa, kukumbushwa, kunini. Aliondoka tu ile likizo, kaja karefine vitu vyote. Yani kuna mavitu mengi yalikuwa yana makosa. Why? Kwa sababu tuliobakia ndio hivyo. Thamani hakuna. Tunafanya tu minimum, shughuli imeisha. Kwa hiyo mimi masomo yangu sio kuja kuwasomea hivi vifungu. Hii utatafuta mwenyewe. Ukijua kwa nini kwa nini nijiongezee maarifa? Ni kwa faida yangu. Utatafuta. Lakini kama hujui kwa nini, utakuja hapa, mtakaa, Tausi atakuja na mwongozo wake, atakusomea, itaingilia hapa, itatokea hapa, ukienda kazini bado ngoma ni tradition. Lakini kama ukijua kwa nini, utasema mimi nataka mwongozo wangu mwenyewe. Muda wako free, hautafanya kitu kingine cha kijinga, utahakisha unapitia. Mimi msione nimekaa pale ili niweze kufundisha ninayofundisha. Navyokaa pale, mwenzeni niko darasani. Nimwambia nasoma PhD yangu ya theology, lakini nasoma na vitu vingine. Kwa hiyo sio nimekaa pale, niko kazini lakini niko shuleni. Simu zinaita pale, si wateja wanataka huduma na wahudumia. Muda wateja hakuna, niko kwenye kompyuta. Niko darasani nasoma PhD yangu ya theology. Na ndio hiyo inayoniwezesha mimi kuweza kuwaongoza vizuri. Kwa mwongozo huu ambao niligundua kwamba watu wengi wa daraja hili la chini ni watu ambao wana chaos, yani kichwani ni vurugu, hawana mpangilio, ni umaskini tu umejaa. Yani anawaza tu nipate hela bila kuzipa value. Wakati neno la Mungu linatuelekeza lazima utoe thamani, lazima uwe na maarifa. Ukiwa na maarifa utapata hela. Na mimi naona kweli, mimi sasa hivi watu mnajua bei zetu hapa kwa ajili ya huduma. Usiwapo watu wanaolipa. Mimi sina pressure na wasiolipa, wala ambao hawana uwezo wala siwahitaji. Sababu watu ambao ni maskini nao ni changamoto vile vile. Sitaki kudili na mtu maskini mimi. Nataka nivutie watu matajiri. Lakini matajiri utawavutiaje? Lazima uwape vitu vya thamani. Wakusikie na wakuone kwa matendo yako. Yesu alitufundisha. Utawajua kwa nini? Kwa matendo, sio maneno. Na ndio maana mimi ni mkali sana kwenye kusimamia utaratibu wetu. Dada akifanya kitu tu cha ajabu kwenye utaratibu wetu, yani mimi na yeye ni maadui wakubwa. Why? Nasimamia hizo standard ambazo tunazihubiri ili hawa watu waweze kuja kutulipa. Lakini tukiwa tunaongea tu afu tunaonekana mambo matendo yetu ni tofauti, hatuwezi kulipa hizo hela. Kwa hiyo dada wanakuja hapa wanajinadi, sijui nimekuja na malengo na nini, mwisho wa siku nampeleka kazini uchafu. Unasikia sijui mara kavaaje, sijui nini, kama lidanga, yani kaenda kudanga, muongo, si ndio? Kazi hawezi kufanya. Sasa unakujaje kuomba kazi ambayo huwezi kufanya? Alafu hakuna jitihada za kujifunza. Unajua bora huwezi kufanya, lakini una bidii fulani. Umeonyesha kabisa mimi nimejipanga, lazima nihakikishe najiboresha kwa nyenzo hizi. Nyenzo ndio hizi. Hamna anayejishughulisha. Ila hela anataka. Akienda kazini siku 2 siku 3 mambo magumu, huyo anarudi zake mtaani. Kwa hiyo jamani, nachotaka niwahakikishie, utajiri ni nyie. Sawa, kila mtu yani yeye ndio tajiri. Lakini utajiri unatoka ndani. Ili utoke ndani lazima upate mwanga. Lazima uwe na nuru. Yesu alisema yeye ndio nuru ya nini? Ya ulimwengu. Nuru ya ulimwengu ni kujua kufanya vitu vinavyohitajika kwa ufasaha. Sio tu kujua vitu. Unaweza ukawa umejisomea maelimu yenu hayo yaliyopitwa na wakati. Hakuna mtu anayetaka. Mimi nimesoma kompyuta. Nani anataka kompyuta sasa hivi? Kila mtoto mdogo tu ukimpa kompyuta anafanya. Wewe unasema nina certificate ya kompyuta. Nani anataka? Lakini nataka na certificate ni ya malezi na nini. Sasa hivi watu wanataka watu wa kulea. Na certificate ya mapishi, watu wanataka kupikia vizuri. Housekeeping, watu wanataka nyumba zao za kisasa. Mmepita kwa sasa hivi hamna nyumba za tembe. Umeona nyumba za kule nyumbani kwenu vijijini kwenu huku mjini siku hizi? Hakuna. Kila mtu ana promotion nyumba lake vizuri. Anataka mtu ambaye ataweza kupanga vizuri. Kwa hiyo kwa nini sasa na wako tayari kulipa? Kama mtu anasema kweli niletee dada nimlipe milioni. Uone kama hiyo sekta ni sekta ambayo yani imechangamka, inaanza kukua. Tunatoka kwenye viwanda. Sasa hivi kuna viwanda jamani. Maana zamani shule zimeanza na viwanda. Sasa hivi kuna viwanda gani tukasome kuendesha mashine? Mashine sasa hivi ni nyumbani. Namna ya kulea watoto vizuri. Kuna dada tumepata feedback yake nzuri kweli. Dada nani jina lako?
Placidia, jina gumu. Feedback yake nzuri, yani mpaka yani very emotional. Kakaa vizuri, kalea watu vizuri, yani hivyo ndio dunia inakokwenda, ndio dunia inakokwenda sasa hivi. Kwa hiyo nyinyi ambao mnakuja kwa ajili ya hii kazi, msikage tu hivi, mmekaa hivi tu nasubiri kazi. Au ukipewa kazi ndio hivyo, na bosi anasema viwango vyako vidogo. Ongeza viwango, kwani wewe una kilema gani? Kwa nini mnakubali kuwa walemavu wa fikra? Yaani walemavu wa akili, kwa sababu utajiri unatoka kichwani. Kujifundisha kitu ukiingia YouTube namna ya kupika vizuri, si ni hapa? Ni kichwani unaweka namna ya kupika pilau nzuri, kupika sijui nini, makange nini. Yaani kwa nini usijue kupika? Mimi ningekuwa sasa hivi biashara yangu ni kupika, ningekuwa napika vyakula vyote. Tena sio tu vya Kitanzania na vya Kizungu. Hayo sijui mapasta, manini, lasagna, manini, kuna nini? Yaani kama umeweza kunyanyuka ukatembea, unaongea, ulizaliwa ufanye hivyo vitu, ushindwe kwenda kuchanganya changanya ingredients ambazo ziko umewekewa kabisa kila kitu na vipimo vyake. Ni uvivu, na uvivu unaanzia kichwani, kwa sababu hutaki kujifunza. Kama hutaki kujifunza huwezi kujua, kama huwezi kujua hakuna mtu wa kulipa. Sisi tunaelewana kwa hiyo hakuna muujiza kwenye mafanikio. Mimi masomo yangu ndio hayo. Hakuna muujiza kwenye mafanikio. Nimeweza kutoka nilikotoka, nimefika nilipo na bado naendelea mbele, kwa sababu kila siku kwangu ni siku ya kujifunza. Mimi nitaacha kujifunza nitakapoenda kaburini. Lakini kama naishi, yani siwezi kubaki hivi hivi. Nikasema sasa haya maarifa yananitosha, never. Nitamaliza hiki, nikimalizana na theolojia nitaenda kwenye kitu kingine. Lakini na kuangalia dunia inavyokwenda na mahitaji ya watu, vitu gani vinakosekana. Sasa hivi maadili yamekuwa ni adimu sana. Ndio maana mimi nimejikita kwenye hicho kitu ambacho ni adimu, kitu ambacho ni dhahabu, kitu ambacho ni almasi, kitu ambacho ni tanzanite. Najua hicho nitakiuza ghali, na mwenye nacho naye atanunuliwa ghali. Kwa hiyo watu hawataki tu mtu nyumbani. Huyo mtu gani, ana value gani? Ana maadili gani? Watu hawataki tu watu maofisini kwao. Hata mimi mwenyewe sitaki tu just mtu aje ofisini kwangu. Nataka mtu mwenye maadili, mtu ambaye anapenda kufanya kazi. Hao ndio watu mimi napatana nao. Kwa hata ofisini kwangu ukikaa utaona mtu ambaye anafanya kazi zangu vizuri, huyo ndio mshikaji wangu, ndio rafiki yangu, ndio kipenzi changu. Why? Kwa sababu ndio ananitatulia matatizo yangu. Lakini ukija ni mtu ambaye unataka uangalie time, ikifika jioni uondoke. Yaani kwanza sikutaki kabisa. Ukiwa ni mtu ambaye unakuja tena na shida zako unataka uniletee mimi, tunapoenda makazini tunatatua shida za mabosi wetu. Sio wewe unapeleka shida zako. Mara leo naumwa, mara kesho sijui nini nimefanyaje, mara kesho kutwa hakuna mtu anataka. Hakuna. Hata mtu akitolerate sio kwamba anataka, anakuvumilia. Sasa utakiwi kukaa na mtu anayekuvumilia. Yaani wewe usiwe mahali mtu kwa mtu ambaye anakuvumilia. Usiwe mzigo. Kuwa faida pale unapokuwa. Kuwa faida yani pale unapokuwa. Haya.